Leo tumekutana ikiwa ni kutoa tangazo rasmi kwamba tutakapoanza tarehe 1 Januari mishahara katika maeneo hayo ya sekta binafsi nayo pia itabadilika. Ndugu wanahabari, kima cha chini cha mshahara kimepangwa kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vilivyoainishwa katika mkataba ya shirika la kazi duniani, lakini pamoja na viwango vya kitaifa vilivyoainishwa kupitia sheria ya kazi sura namba 300. Baadhi ya vigezo hivyo ni pamoja na uwezo wa waajiri kulipa, kupanda kwa gharama za maisha, uwezo wa waajiri katika kuendesha biashara zao kwa tija, na dira ya maendeleo ya nchi katika kukuza uchumi, ajira na kazi zenye staha. Nitoe rai kwa waajiri wote wa sekta binafsi kuendelea kuzingatia na kutekeleza kima hiki kipya cha mshahara kwa kuwa hili ni takwa la kisheria. Ofisi yangu haitasita kuchukua hatua kwa waajiri ambao hawatotekeleza au watakao kaidi au kushindwa kutekeleza amri hii kwa makusudi. Aidha, ofisi yangu itaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa amri hii, lakini pia tutaendelea kutoa elimu kwa waajiri na wafanyakazi pamoja na kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha utekelezaji wake unafanyika kikamilifu. Mimi naitwa Rehema Rashid Ludanga, ni naibu katibu mkuu katika shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania kwa maana ya TUCTA. Leo tumeshuhudia Mheshimiwa Waziri akitangaza kima cha chini cha mishahara sekta binafsi. Nipende kuambia kwamba hii ilikuwa ni kilio cha wafanyakazi Tanzania, hasa upande wa sekta binafsi, kwa sababu kama mtakumbuka, sekta ya umma kima chao kilitangazwa wakati wa sherehe za Mei Mosi ambao kilifanyika mkoani Singida. Kwa wafanyakazi wa sekta binafsi, wao ilikuwa bado wanatumia kima cha chini ambacho kilitangazwa tangu mwaka 2022. Kwa hiyo leo kimetoka hiki, kwetu sisi kama viongozi wa vyama vya wafanyakazi tunaona ni faraja, ni hatua kubwa. Na niombe sana, nitumie nafasi hii niombe waajiri kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema kwamba waajiri wote ambao wako sekta binafsi wanahusika na swala hili, basi waendane na kima hiki. Na hii haina maana kwamba mwajiri ambaye analipa zaidi ya kima hiki basi aende akapunguze. Hapana. Tunaangalia uzalishaji wa eneo husika. Kwa kama uzalishaji wa eneo husika unahitaji zaidi, hiki ni kima cha chini. Wanatoa msingi wa kuanzia. Yaani mwajiri asilipe chini ya kima hiki kilichotangazwa na serikali. Lakini anaweza akaenda zaidi ya kima hiki kulingana na eneo lake na uzalishaji wake na jinsi wafanyakazi wake wanavyofanya. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa rai kwa wafanyakazi. Jamani, haki na kwenda na wajibu. Tumeona serikali wametupa katika kima cha chini cha sekta ya umma, tumepata, nao tumepata sekta binafsi. Hii ni alama wanatambua na kuthamini jitihada za mfanyakazi wa Tanzania. Tuendelee kutimiza wajibu wetu, tuendelee kufanya kazi zetu, tuzalishe ili inapofika miaka 3 mingine tunakwenda kureview kima hiki, basi tuweze kureview tukiwa na uhakika tumezalisha inavyostahili ama zaidi ya kinachostahili, kwa sababu wafanyakazi ni nguzo kubwa katika maendeleo ya taifa. Kwa ni waombe sana, na mara nyingi kinapotokea kima cha chini huwa ni sehemu ya migogoro. Niombe sana vyama vya wafanyakazi tutumie meza za majadiliano katika kuhakikisha tunaendana na hali halisi ya uzalishaji na hali halisi ya malipo haya, na wafanyakazi wapate tija na waajiri wapate tija. Tumekuwa na mfumo wa kutumia meza kwa ajili ya majadiliano. Tusiwe na haja ya kutafuta kesi ama malumbano yasiyokuwa ya lazima. Endapo tu mwajiri atakuwa mwelewa na mfanyakazi atakuwa mwelewa na chama cha wafanyakazi kinachosimamia eneo husika, basi tuwe wote waelewa. Hii itatusaidia kwenda mbele. Mfanyakazi akipata vizuri, mwajiri atapata vizuri na taifa litapata vizuri. Kwa leo nitumie maneno hayo, nishukuru sana serikali kwa kutii kiu ya wafanyakazi wa Tanzania. Sisi tunasema asante na tunawashukuru sana. Jina langu naitwa Susan Domba Doran. Mimi ni mtendaji mkuu wa chama cha waajiri Tanzania. Nafikiri kama leo asubuhi tulivyosikia, Mheshimiwa Waziri ametangaza amri ya kima cha chini cha mshahara ambacho ametangaza asubuhi, ambayo ni GN namba 605 A kubwa ya mwaka 2025. Labda watu wengi watataka kufahamu, mwenyekiti wa Minimum Wage Board alizungumzia mchakato ambao ulifanyika, ambapo
ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu inafanya kazi kwa kufuatilizia utatu, na katika utatu ule ambapo kuna vyama vya wafanyakazi, vyama vya waajiri na serikali, utatu huo ulifanyika, na ndivyo ambavyo mchakato huu uliweza kufanyika, na sisi pia tulishirikishwa, ambapo ATE ilishiriki katika technical committee, kwa maana kamati ya wataalamu. Katika kamati ya wataalamu kulikuwa na mikoa tofauti ambayo kamati hii ilizunguka, na katika kamati hii ambayo iliwashirikisha, ambayo ilikuwa na waajiri, wafanyakazi pamoja na maafisa kutoka serikalini, walizunguka katika mikoa tofauti tofauti. Lakini ukiachilia hapo, ATE iliweza kutoa madodoso tofauti tofauti kwa waajiri, kwa sababu sisi tunafanyaje kazi? Tunafanya kazi kwa njia ya mtandao, tunafanya vikao mbalimbali ambavyo tuliweza kuvifanya na waajiri. Katika vikao hivyo tulikuwa tunauliza waajiri, kwa sababu katika kipindi hichi, hiyo minimum wage ambayo inaenda kuisha hii Disemba, tulichukua minimum wage ambayo inaendelea na kuwauliza waajiri maoni yao kupitia minimum wage na jinsi gani wangependa au wangetamani minimum wage ambayo inayokuja, ambayo kisheria ndani ya miaka mitatu lazima kuwe na nyingine mpya. Hivyo tulituma madodoso, na kupitia madodoso yale waajiri walitoa mawazo yao. Kwa hiyo kupitia yale mawazo pia yakaenda katika kamati hiyo, na huo mchakato mwingine ambao hata mwenyekiti pia aliweza kuueleza. Tunafahamu kwamba amri hii inatakiwa ianze kutekelezwa tarehe 1 Januari 2026, na katika kipindi hiki cha mwezi mmoja, miezi miwili iliyobakia, maana yake kwamba waajiri waendelee kufanya mazungumzo ndani ya makampuni yao, kwa sababu inaenda kubadilisha of course jinsi ya ulipaji wa mishahara. Na sisi kama chama cha waajiri Tanzania tuko tayari, tutaendelea kutoa elimu, tutaendelea kuzungumza na waajiri, kwa maana ya kwamba jinsi gani wanaweza kuitekeleza amri hii ili wasijikuje kwamba wako wanaweza kukinzana na sheria. Najua kuna mikutano ya shareholders, kuna mikutano ya bodi, yote ambayo inahitaji kwamba iweze kupata kufahamu jinsi gani wataenda kutekeleza, na tuko pale kwa ajili ya kuweza kuendelea kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo kwa kitu chochote vile, tafadhali wasiliana na chama cha waajiri Tanzania, na kuanzia wiki ijayo tutaendelea kutoa taarifa tofauti kwa ajili kuhusiana na amri hii, na tutaendelea kufanya mikutano katika mikoa tofauti, lakini pia kwa njia ya mtandao.